ili tushirikiane ujumbe wa neno la Mungu kwa dakika chache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Saidia kumwambia jirani yako, uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Mwambie tena, uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Ili Mungu afanye kitu, kuna vitu ambavyo wanaachilia, kuna mambo ambayo wanaachilia. Wakati Mungu anahitaji kumpaka mafuta Sauli awe mfalme wa Israeli, Biblia inasema ya kwamba punda wa baba yake mzee Kishi walipotea. Wakati punda wamepotea, Sauli na kijakazi mmoja wakaenda kuwatafuta. Wameenda kuwatafuta punda kwa muda wa siku kama 3. Biblia inasema siku ya 3 wakaambizana na kijakazi wake kwamba twende kwa mwonaji ambaye ni nabii Samueli. Wakati Sauli anaelekea kwa nabii akiwa na kijakazi wake, Biblia inasema Samueli akawa amefunuliwa na Bwana kabla Sauli hajaenda ya kwamba huyo atakaye kujia utamtia mafuta ili awe mfalme katika Israeli. Sauli hakujua, lakini Mungu alijua. Samueli hakujua, lakini Mungu alijua. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana, kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisaidie kumwambia jirani yako, huu ni usiku wa Bwana. Wana wa Israeli ambao wamekaa utumwani miaka 430. Miaka 430. Katikati yetu hapa hakuna mwenye umri huo wa miaka 430. Kwa dunia ya leo wakiishi sana mtu ni miaka 130, miaka 140. Hayupo duniani. Lakini Biblia inasema wana wa Israeli wamekaa utumwani miaka 430, wakitumikishwa katika nchi ya Misri, wakitumikishwa katika taifa la Misri. Miaka 430 ni miaka mingi sana, mingi mno, sio michache, kiasi kwamba watoto walizaliwa wakawa watu wazima, na wao wakazaa watoto, na watoto wao wakazaa. Amen. Kwa sababu miaka 400 ni zaidi ya umri wa mtu. Amen. Biblia inasema kwa kipindi chochote cha miaka 400 wana wa Israeli walikuwa wakitumikishwa katika utumwa wa taifa la Misri. Walitumikishwa, waliteswa na walihangaishwa. Lakini Biblia inasema ni usiku mmoja, ni usiku mmoja, ni usiku mmoja uliobadilisha historia ya maisha ya miaka 430. Ni usiku mmoja. Narudia tena neno hili. Wametumikishwa miaka 430. Wamekuwa watumwa, wakiteswa, wakihangaishwa miaka 430. Lakini Biblia inatuambia ni usiku mmoja, ni usiku mmoja uliobadilisha historia nzima ya maisha ya miaka 430. Amen. Nataka nikwambia nini? Nataka nikwambia neno hili ya kwamba huu ni usiku wa Bwana kwa ajili ya kubadilisha historia ya maisha yako yote katika jina la Yesu aliye hai. Huu usiku wa leo, huu usiku wa leo, huu usiku wa leo, miaka
chache. Mtu mmoja nisikize kwa dakika chache. Biblia inasema ya kwamba huu ni usiku ambao Bwana aliwatoa wana wa Israeli katika nyumba ya utumwa. Amen. Sijajua maisha yako yametawaliwa na utumwa gani. Sijajua maisha unayoishi yameteswa na utumwa gani. Lakini utumwa unatofautiana. Sawa. Wengine ni utumwa wa ulevi. Tunavyozungumza na ninavyosema neno la Mungu hili, kuna mtu ameshakunywa, ni utumwa wa ulevi. Hataki ulevi, lakini roho ya ulevi inamtumikisha kwenye ulevi. Nataka nikwambia neno hili jioni ya leo na usiku wa leo. Yuko Bwana anayebadilisha historia. Ukimwamini Bwana atabadilisha hiyo historia ya utumwa wako katika jina la Yesu aliye hai. Kama alibadilisha historia ya maisha ya watu walioteswa miaka 400, atabadilisha na wewe. Wewe bado ni mapema sana. Inawezekana ulevi wako ni wa miaka 4 tu. Nakwambia Bwana anataka abadilisha hiyo. Bwana anataka aondoe hiyo. Bwana anataka kutoe kwenye hiyo roho katika jina la Yesu aliye hai. Inawezekana utumwa wako ni kwenye zinaa. Tunazungumza hivi, uko kwenye ibada hii sio kwa ajili ya ibada. Uko kwenye ibada hii kwa sababu kuna binti unamfuatilia, kuna mwanamke unamfuatilia, kuna mwanaume unamfuatilia. Haupendi, lakini kuna roho inakutumikisha. Hautaki, lakini kuna roho inakutumikisha. Mimi nakwambia katika jina la Yesu aliye hai, yuko Bwana anayeondoa na kubadilisha kila historia mbaya. Acha usiku wa leo Bwana aiondoe hiyo historia mbaya kwenye maisha yako. Acha usiku wa leo Bwana akuondolee hiyo kiu ya zina katika jina la Yesu aliye hai. Sijajua unateswa na nini. Sijajua unateswa na nini. Sijajua unateswa na nini. Inawezekana kuna ugonjwa fulani unakutesa. Biblia inasema kuna mgonjwa aliugua miaka 38. Ni miaka 38. Ni umri wa mtu. Miaka 38 ni mgonjwa. Amekaa mahali anangoja uponyaji. Biblia inasema Yesu alipofika mahali pale alimuuliza, "Je, unataka kupona?" Yule mtu akasema, "Sina mtu wa kunitia bilikani wakati maji yanapotibuliwa." Yesu akamuuliza, "No, sihitaji kukwambia kujitupa kwenye bilika. Mimi nakuuliza unataka kupona?" Kwa neno la Bwana jioni ya leo na usiku wa leo, na mimi nakuuliza wewe unayeumwa, je, unataka kupona? Je, unataka kuponya? Aliye mponyaji yuko kwenye ibada hii usiku wa leo. Yuko kwenye ibada hii usiku wa leo. Yuko mahali hapa ili ya kwamba akuondolee huo ugonjwa katika jina la Yesu aliye hai. Sijajua ni ugonjwa gani. Unisikilize. Hospitalini wamekwambia uponi, ni wao wamesema hivyo, lakini kwa Bwana wao unapona katika jina la Yesu aliye hai. Waganga wamekwambia haiwezekani, hao ni waganga, lakini nakwambia yuko Bwana anayeweza kubadilisha historia yako ya ugonjwa ikawa ni historia. Yeye ni Bwana aponyaye. Yeye ni Bwana aponyaye. Na usiku wa leo yeye Bwana atakuponya katika jina la Yesu aliye hai. Ibada hii ni kwa ajili ya maisha yako. Maisha ya upagani yametosha. Umeishi siyatosha. Huu ni wakati wa kumgeukia Bwana. Ni wakati wa kumrudia yeye aliyekuumba. Umekaa kwenye upagani miaka ya kutosha. Umetambika vya kutosha. Unachale mpaka viunoni, imetosha. Unahilizi mpaka viunoni, imetosha. Unahilizi mpaka kwenye kichwa, imetosha. Imetosha. Ni wakati wa Bwana. Bwana anataka abadilishe maisha ya kwako. Usiku huu wa leo Mungu anabadilisha historia ya maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana mpaka ndugu wameshakukataa. Hakuna anayetamani kuishi na wewe. Ndugu wamekukataa. Maisha yako yamekuwa ni ya kukataliwa. Alianza baba akakukataa, kaja mama akakukataa, ndugu wa kuzaliwa nao wamekukataa, marafiki wamekukataa, kila mtu amekukataa. Nataka nikwambie Bwana anataka aondoe hiyo hali ya kukataliwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Na ni usiku ambao Bwana anakutoa katika hali ya kukataliwa. Ni usiku ambao Bwana anakutoa katika vifungo vya kukataliwa katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Tikisia jirani yako, mwambie huu ni usiku wa kutoka. Mwambie tena huu ni usiku wa kutoka. Mwambie huu ni usiku wa kutoka. Mwambie tena huu ni usiku wa kutoka. Piga kelele, mwambie huu ni usiku wa kutoka. Huu ni usiku wa Bwana. Huu ni usiku wa Bwana. Unisikilize mtu wa Mungu. Kuna roho ving'ang'anizi. Mwambie jirani yako roho ving'ang'anizi. Lakini usiku wa leo lazima zisalende. Usiku wa leo lazima visalende. Chochote kilicho king'ang'anizi kimeng'ang'ania maisha ya watu. Haukuwa chambo, ulikuwa kakijiji fulani, kuna roho ilikuwa imekung'ang'ania. Umetoka kwa kijiji ukasema niende chambo nikabadilishe maisha, lakini yako karoho bado kamekung'ang'ania hivyo hivyo. Ulikuwa kijiji fulani cha kule ndani ndani, ukasema niende chambo, bado umekuja chambo, zile roho bado zimekung'ang'ania vile vile. Ndio nikwambie kuna roho ilikuwa imewashikilia wana wa Israeli ili wawe mateka, ili wawe watumwa kwenye taifa la Misri. Biblia inasema hivi, roho hizi ziliwashikilia kwa viwango vya juu sana, hata ilipofika wakati zinapigwa zipo, zinapigwa zipo. Biblia inasema zinapigwa zipo. Oh, umejaribu kila namna, umeomba bado zipo, umefunga umeomba bado zipo, lakini nataka nikwambie ya kwamba pale msalabani Kalvari, Pasaka wetu alichinjwa ili ahukumu kila uchawi, kila uganga na kila ushirikina katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, Mungu anamwambia Musa ya kwamba usiku huu, mwambie jirani yako usiku huu, usiku huu, mwambie tena usiku huu, usiku huu, usiku huu, usiku huu, usiku huu, usiku huu, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi atapita kwenye mji wa chambo, ili azihukumu roho zote za uchawi zilizotesa maisha yangu, roho zote za uganga zilizotesa maisha yangu, miungu yote ya chambo iliyotesa maisha yangu, katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema hivyo. Mungu anamwambia Musa, usiku wa leo napita kwenye hili taifa la Misri, lakini wakati napita na hukumu hiyo miungu, na hukumu uchawi, na hukumu uganga, na hukumu ushirikina. Huu ni usiku wa hukumu ya Bwana. Huu ni usiku wa hukumu ya Bwana. Chochote kile kilichokutesa, Bwana anakihukumu usiku wa leo katika jina la Yesu aliye hai. Chochote kile kilichotesa maisha yako, Bwana anakihukumu katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Kuna miungu imekung'ang'ania sana, ni miungu ya ukoo wenu. Ngoja nikwambie, Pasaka wetu ameshatolewa, Yesu wetu ameshatolewa pale msalabani. Hiyo ndio Pasaka wetu, huyo ndiye Pasaka wetu. Oh, wana wa Israeli walichinja kondoo, sisi hatuchinji kondoo. Huko mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa msalabani, ili waje, ili Mungu apite kwenye maisha yetu na kuihukumu kazi yote ya shetani katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Nisikilize vizuri, nisikilize.
Nisikiza vizuri, nataka tuombe. Dakika chache. Nisikiza vizuri. Ni Kristo aliyetolewa pale msalabani. Yeye aliyetolewa pale msalabani amefungulia mlango wa Mungu kupita kwenye kila maisha ya mtu. Kwenye kila maisha ya mtu. Sikiliza, kwenye kila maisha ya mtu. Sio kwa baadhi ya watu, kwenye kila maisha ya mtu. Kwenye kila maisha ya mtu, ili waje ahukumu kazi zote za shetani kwenye maisha ya watu. Ahukumu kazi zote za shetani. Kazi yoyote iliyo ya ibilisi lazima ivunjike usiku wa leo. Lazima ivunjike usiku wa leo. Kwa nini Yesu aliangikwa pale msalabani? Ili Mungu apite kuharibu kazi za shetani. Nataka nikwambie usiku wa leo, miungu iliyokamata maisha yako Mungu anaihukumu katika jina la Yesu aliye hai. Uchawi wote uliotesa maisha yako Mungu anahukumu katika jina la Yesu aliye hai. Magonjwa yaliyotesa maisha yako Mungu anayahukumu katika jina la Yesu aliye hai. Madeni yaliyotesa maisha yako Mungu anayahukumu katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Hebu piga kelele, ni Yesu, 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 ni Yesu. Mungu anataka kudhihirika kwenye maisha yako. Haijalishi una hali gani. Mungu anataka kudhihirika kwenye ndoa yako. Mungu anataka kudhihirika kwenye familia yako. Huu ni usiku wa Bwana. Bwana anataka kudhihirisha mwenyewe. Na mimi nakwambia, acha Bwana adhihirike mwenyewe kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, tuombe mahali hapa. Tuombe mahali hapa ili kuruhusu ibada iweze kuendelea. Na nataka kusema na wewe. Nataka kusema na wewe. Dunia haitakusaidia kitu. Ulimwengu hautakusaidia kitu. Kabisa. Ulevi uliong'ang'ania hautakusaidia kitu. Kabisa. Uganga ulioshikilia hautakusaidia kitu. Sawa. Ni wakati wa kujisalimisha kwa Bwana. Amen. Ni wakati wa kujisalimisha kwa Bwana. Amen. Bwana anaweza. Amen. Bwana anaweza. Amen. Bwana anaweza. Amen. Yeye alimsaidia Rahabu. Rahabu aliyekuwa kahaba. Kabisa. Kiu ya ukahaba ilikauka. Atakusaidia na wewe, kiu ya pombe itakauka. Amen. Kiu ya ulevi itakauka ndani yako. Amen. Kiu ya bangi itakauka ndani yako. Amen. Kiu ya usinzi itakauka ndani yako. Amen. Kiu ya uchawi itakauka ndani yako. Amen. Kiu ya wizi itakauka ndani yako. Amen. Mwamini Bwana. Amen. Mwamini Bwana, Bwana atakusaidia. Hebu utumie usiku wa leo kujisalimisha kwa Bwana. Amen. Utumie usiku wa leo kusalimisha ndoa yako kwa Bwana. Amen. Utumie usiku wa leo kusalimisha familia yako kwa Bwana. Amen. Ili yeye Bwana apate kudhihirika katika jina la Yesu aliye hai. Apate kudhihirika katika jina la Yesu aliye hai. Okay. Tunapoenda kuomba, ndege zichache, tunapoenda kuomba, kuna kaimu mnaimba kakisukuma, waambie sisi ni wa Bwana. Akapata vizuri sikio. Okay, tunakaimba kwako. Tunakaimba kanisa zima, tutakaimba kwako. Jiweke sawa waimbaji, tutakaimba kwako wakati tukielekea kwa Bwana. Unajua, namwambia shetani, mimi ni wa Bwana. Hata kama ni mlevi, hata kama ni mzinzi, hata kama ni mgonjwa, mimi ni wa Bwana. Simama kwa miguu yako kanisa, uimbe kwa uhai kabisa. Imba kwa uhai kabisa. Imba kwa uhai kabisa.